Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kumekuwa kuna tetesi mbalimbali za baadhi ya wachezaji ndani ya klabu ya Yanga ambao wameendelea kuhusishwa kuondoka ndani ya klabu hiyo, huku mikataba yao wengine ikielekea kutamatika ama wengine wakitajwa kuhitajika na vilabu vingine ambavyo vimeonyesha nia ya kuhitaji wachezaji hao. Lakini wengine pia baadhi ya uongozi wa klabu ya Yanga kuzungumza kwamba kwa msimu unaokuja hawatakuwa na wachezaji hao kutokana na ofa mbalimbali ambazo wamezipokea. Sasa kwa upande wa wachezaji ambao tumeona taarifa ya kwamba hatakuwa sehemu ya kikosi hicho ni pamoja na Clement Mzize, ambaye yeye tumeona taarifa ikizungumza kwamba atatimkia kule Ufaransa na atakwenda kukipiga ndani ya klabu ya Olympique de Marseille kutoka huko Ufaransa, yani atakwenda kukipiga Ligue 1, na ni kutokana na kile ambacho alinukuliwa akikizungumza msemaji wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe kuhusiana na Clement Mzize. Sasa nikinukuu kile ambacho Ali Shabani Kamwe alinukuliwa kikizungumza kuhusiana na Clement Mzize, anasema tutamuuza Clement Mzize kwenda timu moja ya Ufaransa kwa bilioni 5 za Kitanzania. Kama kuna timu nyingine itaweza kutoa bilioni 5 za Kitanzania tutawauzia. Hiyo ilikuwa ni kauli ya afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, lakini tayari tetesi ni kwamba anakoelekea huko Ufaransa anakwenda ndani ya klabu ya Olympique Marseille ya huko nchini Ufaransa ambayo inashiriki Ligue 1 ya huko Ufaransa. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ama taarifa ambayo tuko nayo kuhusiana na Clement Mzize kuondoka ndani ya klabu ya Yanga. Lakini kuna orodha ya baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba huenda wasiwe ndani ya kikosi cha Yanga. Sasa nikupitishe kwa mmoja. Bwana Djigui Diarra, goalkeeper wa klabu ya Yanga, ni moja kati ya wachezaji ambao ameendelea kutajwa kwamba huenda msimu ujao wasiwe ndani ya klabu ya Yanga, na kuna timu mbalimbali ambazo zimeendelea ama ameendelea kuhusishwa nazo kwamba huenda akatimkia huko. Kaizer Chiefs ya Nasser Nabi ni moja kati ya klabu ambayo tetesi zinazungumzwa kwamba wao pia wana nia ya kumhitaji Djigui Diarra. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ambazo zipo ndani ya klabu ya Yanga kuhusiana na mchezaji huyo Djigui Diarra. Lakini Khalid Aucho, moja kati ya viungo bora ndani ya klabu ya Yanga, raia kutoka Uganda, ni moja kati ya wachezaji ambao pia wanatajwa kwamba huenda wasiwepo mwishoni mwa msimu huu kutokana na yeye pia kuhitajika na baadhi ya vilabu. Lakini pia majeraha ndani kwa Khalid Aucho ni moja pia kati ya sababu kubwa ambayo pengine inatajwa huenda sio ndani ya klabu ya Yanga mwishoni mwa msimu huu. Aziz Stefano Ki, huyu yeye tayari tetesi nyingi zinazungumza hata kuwepo, na tetesi pia zimeendelea kuzungumzwa kuhusiana na mbadala wake ama mrithi wake ndani ya klabu ya Yanga. Mrithi akitajwa Faisal Salum Feitoto, ambaye inasemekana tayari Yanga ameshakwisha kumalizana naye, kinachosubiri ni kutambulishwa tu, na tetesi zinazungumza kwamba huenda akatambulishwa siku ya Mwananchi. Kwa hiyo Stefano Aziz Ki ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba mwishoni mwa msimu huu huenda wasiwe ndani ya klabu ya Yanga. Kennedy Msonda ni moja kati ya washambuliaji ambao unaweza ukasema ndani ya klabu ya Yanga ni kama Yanga hawaridhishwi kabisa na utendaji kazi wake. Unaweza ukaona, na ndio maana mara nyingi sana Kennedy Msonda amekuwa akianzia bench, na mara nyingi tumeona kocha Miludi Hamdi akimtumia Prince Dube pamoja na Clement Mzize. Kwa Kennedy Msonda ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba mwishoni mwa msimu huu huenda wasiwepo ndani ya klabu ya Yanga. Lakini pia tetesi ama taarifa za kurithiwa nafasi hiyo kwa Kennedy Msonda zipo. Jonathan Sow anatajwa, moja kati ya washambuliaji ambao wanafanya vizuri ndani ya klabu ya Singida Black Stars, mpaka sasa akiwa na magoli yake 11. Ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba huenda akachukua nafasi ya Kennedy Msonda ndani ya klabu ya Yanga. Clatous Chota Chama, taarifa zipo zake yeye pia za kuhusishwa kuondoka ndani ya klabu hiyo, na ni kutokana tu pengine na kutokupata nafasi, lakini tumeona akiendelea kufanya vizuri ndani ya klabu ya Yanga. Lakini tetesi zinamzungumza Clatous Chota Chama kutokuwa sehemu ya klabu ya Yanga kwa mwishoni mwa msimu huu. Jonathan Kangalombo, usajili wa dirisha dogo
ambaye tuliona kwenye usajili wa dirisha dogo aliingia na Patrick Israel Mwenda, lakini naweza kusema Patrick Israel Mwenda yeye ni kama amejipata ndani ya klabu ya Yanga, lakini kwa Jonathan Kangalombo bwana ni kama mambo yanamwendea kombo hivi, na ameendelea kuhusishwa kwamba pengine huenda Yanga wakafanya maamuzi magumu ya kuachana naye. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ama taarifa ambayo inapatikana ndani ya klabu ya Yanga. Yao Kwasi beki ambaye kabla ya kuumia alikuwa moja kati ya mafurubeki ambao wanafanya vizuri, lakini baada ya majeraha yamemfanya kuwa nje kwa muda mrefu, na hivyo kuhusishwa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo Yao Kwasi pia ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa huenda wasiwepo ndani ya klabu ya Yanga. Hizo ni tetesi za baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba mwishoni mwa msimu huu huenda wasiwepo ndani ya klabu ya Yanga. Djigui Diarra, Khalid Jaucho, Stefano Aziz Ki, Kennedy Msonda, Clatous Chota Chama, Jonathan Kangalombo pamoja na Yao Kwasi ni moja kati ya majina ambayo yameendelea kuhusishwa. Tukumbuke hizi ni tetesi kama ambavyo nasisitiza kwamba tetesi zinaweza zikawa kweli ama zisiwe kweli. Kwa hiyo tusubiri na kuona hiki ambacho kinazungumzwa kuhusiana na hawa wachezaji ambao wameendelea kutajwa kwamba huenda wasiwe sehemu ya kikosi cha Yanga. Tunafahamu kuna wachezaji wengi ambao pia wameendelea kuhusishwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga. Nao pia tutaendelea kukujuza ama tutaendelea kukupa tetesi kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kuhusishwa ndani ya klabu ya Yanga kwa msimu ujao, hususan kwenye dirisha kubwa, ambao wanatajwa kuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi cha Yanga. Lakini kwa sasa hawa ndio wachezaji ambao wanatajwa kwamba huenda wasiwepo ndani ya kikosi cha Yanga mwishoni mwa msimu huu kutokana na sababu mbalimbali. Wengine mikataba yao kutamatika, wengine kutokana na ofa mbalimbali ambazo wamezipokea kutoka kwenye baadhi ya vilabu, wengine kutokuwa na kiwango kizuri ndani ya klabu hiyo. Kwa hiyo timu kuona kwamba pengine waachane naye na watafute mbadala mwingine. Kwa hizo ndizo sababu ambazo zinawahusisha hawa wachezaji, ama tetesi zinahusisha hawa wachezaji kuondoka ndani ya klabu ya Yanga kwa sababu hizo ambazo nimekutajia. Kwa tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea, either itakuwa ni kweli kwa hawa wachezaji kuondoka ndani ya klabu ya Yanga kama ambavyo tetesi zinazungumza, ama wataondoka baadhi na wengine watabaki. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona nini ambacho kitatokea baada ya taarifa hizo ama tetesi hizo kuwahusisha wachezaji hao. Kwa hiyo iko hivyo, usisahau kusubscribe ili kuendelea kuzipokea taarifa zote za kimichezo, tetesi na taarifa nyingine zote ambazo zinahusiana na masuala mazima ya kimichezo. Kwa hiyo endelea kuungana nasi kupitia Yuhoma Online TV. Kama ilivyo ada, tunaendelea kukujuza kwa taarifa zozote zile ambazo tutaona inafaa kuzifahamu na kuzipata na kujua nini ambacho kinaendelea kwenye masuala mazima ya kimichezo na masuala mengi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.